Ajenda ya katiba mpya sio ajenda ya upinzani, ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi, kuanzia awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Kikwete na awamu ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na tayari ameweka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, alishatoa ahadi na tayari michakato imeshaanza na inaendelea. Kwa hiyo sio ajenda ya wapinzani. Wapigieni makofi sana kwa aibu. Makofi hayo yawafikie kwa aibu, ni makofi ya aibu. Kwa hiyo ajenda hii sio mpya, wala jambo la kusema kwamba katiba mpya. Mtakumbuka katika awamu ya 4 ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, kwa nia njema serikali ikatenga fedha, wabunge maalum wakateuliwa. Walivyoenda mle, ni hawa ndugu zetu ndio walioenda kupinga, wakatoka wakaanzisha kitu kinaitwa UKAWA, Umoja wa Katiba ya Wananchi. Uongo kweli? Walivyopinga wakatoka nje, hawakurudi tena. Fedha, mabilioni ya fedha yaliteketea ya Watanzania. Rasimu ya Warioba ikabaki pale. Fedha hizi zote zilivyotoka na zilivyoteketea, wao wakaenda kuanzisha UKAWA na hatimaye wakaenda wakaungana vyama, wakasema watakuwa na mgombea mmoja wa UKAWA. Walipofika kwenye huo umoja pia hawaaminiani, na ndio maana tunasema sura 3 za mnafiki. Walipofika kwenye kushindwa kuaminiana, mimi nilikuwa nao kwenye vikao vyote, vikao vya Chama cha Wananchi CUF, kikao cha NCCR Mageuzi, wakati huo NLD na Mzee Makaini, wakati ule pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na wakati huo ndo nilikuwa mwenyekiti wa vijana taifa, mwamba kabisa. Uongo kweli? Wakasalitiana kwenye vikao, na sababu ya umoja wa katiba ya wananchi UKAWA na ule uungano wa vyama vya upinzani, siri yake kubwa kushindwa ni kwa sababu walianza kugawana madaraka kabla hata ya kushinda uchaguzi. Wanakubaliana hivi, tukishinda rais kama akitoka Chadema, nani awe makamu wa rais? Wakasema wakati huo ametoka CUF alikuwa mzee Haji Duni. Uongo kweli? Wakasema mzee Haji Duni ndio makamu wa rais. NCCR wanauliza, sisi tukishinda hiyo nchi mtatupa wizara gani? Nani atakuwa spika? Nani atakuwa waziri mkuu? Wakaanza kugombana. NLD anataka, NCCR wanataka, lakini pia na vyama vingine. Wakaanza vikao vya kugombania mgawanyo wa madaraka, tukaanza kuvifanya kwenye maeneo mbalimbali. Leo sina muda, ningeweza kuambia vizuri.